Kizinga. Yes. Fresh. Bana safi. Kama kawa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mnaona mapema bwana uko Mkokwani hapa. Mchezo mnaenda kucheza CRDB Cup Federation hatua ya nusu finali zile JKT Tanzania. Mechi ambayo mlikutana kwenye ligi walikuwa mechi nzuri sana. Yes sir. Bila kufungana. Leo unadhani utakuwa ni mchezo wa namna gani? Utakuwa ni mchezo ambao sio mwepesi tuseme, sababu kwanza mpaka kufikia hapa wamedeserve kufika hapa kwa sababu ni timu nzuri, ni timu bora mpaka wanafika katika nafasi hii, na hata mchezo wao wa mwisho tumeona wameshinda kwa goli 3-1. Ni kiasi gani wanaendelea kukaa sawa na kuwa vizuri. Ni mchezo ambao utakuwa ni mzuri, japokuwa tuna uhakika sisi wa kupata matokeo, lakini tunakutana na JKT ambayo kwangu mimi ni bora kuliko hata Simba katika msimu huu kwenye ligi. Kwangu mimi JKT ni bora sana kuliko hata Simba. Ni watu wa maana sana. Ni bora unatumia vigezo vipi? Yes, asante sana. Na tuwapongeze kwanza kwa kukubali kuja Mkokwani. Ni watu wa maana, wanatakiwa wapigiwe mizinga hata 8. Na nasema hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu JKT mara ya kwanza tumekutana tukawafunga. Awamu ya pili wamekuja, wamekuwa na roho, wamevaa ujasiri, wameleta timu katika kiwanja chao wakatupa changamoto, tukatoka sare. Watu wa maana sana hawa. Lakini wenzao wametukimbia sisi tarehe 8 na tunawaambia nendeni mkawafunge Singida Black Star, mlete timu. Msipowafunga kwa mara ya pili mtaandika historia ya kutukimbia Yanga kwa mara ya pili mfululizo. Tutawanadi na tutawanika kila sehemu, mmetukimbia. Kwa hiyo hawa mimi na wao na ni watu wa maana sana, watu bora. JKT wanatakiwa kupigiwa mizinga. Ndio. Wameleta timu Mkokwani. Quality ya timu yao uone kama leo inaweza ikawasumbua na kuwatoa katika mashindano? Hapana, haiwezi kutusumbua. Hakuna katika ardhi ya Tanzania, hakuna timu yenye wachezaji wenye quality kama Dar es Salaam Africans. Ukibisha shauri yako, kwa sababu hakuna mpira, ni mchezo wa wazi. Kila mtu anaona kinachokuwa kinafanyika. Yanga tuna wachezaji bora, tuna wachezaji wazuri ambao kila mmoja anatamani kuwa nao. Kila mtu, kuna watu walisema wanamtaka Pacome Zouzoua. Uongo. Wakasema amechoka kutumia sindano za kama wanazotumia kina mama, si ndio? Lakini ndio huyo bado anaendelea kuwepo Dar es Salaam Africans. Anaendelea kufanya mambo yake. Ndio huyo mchezaji ambaye watu wanatumika kutaka kumvunja miguu yake, kutaka kuvuruga uwepo wake. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, sasa hivi anaendelea vizuri. Kwa uwezo wa Mungu tunaweza tukamshuhudia leo Pacome Zouzoua akifanya vitu vyake kama vya Ronaldinho Gaucho. Bwana, jana vipi mchezo wa mnyama uliuangalia? Niliuangalia bwana. Nilifurahi sana. Kitu gani kimekufurahisha? Kilichonifurahisha ni kuona namna gani Simba alikwenda kubutuliwa. Niliumia tu lile goli la 3 lilivyokataliwa. Uliumia? Niliumia kwa kweli. Goli la 3 lile lilinifanya nikaruka nusu niharibu viti vya watu. Zilikuwa offside. Ilikuwa offside wapi? Wale fitina wale jamaa nao wameiteka fitina hawa. Sisi tunawaambia wale wa Tanzania waliokuwa hawajui, mkisikia wanaimbwa mpanzu, angalieni amepiga shot on target ngapi, amefanya nini. Ile ndo Simba ambayo mnayoijua, isiyokuwa na makando, isiyokuwa na wakina Kefa Kayombo, isiyokuwa na wakina Jefa Smart, waamuzi hawa. Lakini wenyewe wanasema hata na Al-Masry walifungwa hivyo. Hata na Al-Masry walifungwa, lakini mliona kilichotokea. Al-Masry na Berkane unawafananisha? Kaka, angalia wanajitu la maana pale kati. Kama la wakuitwa yule pale. Kiungo fundi kuwahi kutokea, mimi nimemuona. Akiagiza pasi na kwenda inatii. Ana pasi fulani kama Zakia Azizi Stefan. Hujaona kofi lile limechopu lile. Mtu anachukua na weka kamba. Lile kofi lile. Tunaitaga wataalamu cross ndizi. Kapiga cross ndizi hiyo, mtu kachukua kaweka. Refari anakwenda kuangalia pale, inakataa. Kwa hiyo ile ndo Simba ambayo mnatakiwa muijue. Simba ambayo inakwenda kucheza kwa kutumia uwezo wake binafsi, alafu inakutana na watu ambao wanajua. Sio Simba ile ambayo inakwenda kucheza alafu nyuma yake kuna waamuzi. Wao umeshuhudia mchezo uliochezwa mkubwa sana wa Madrid na Barcelona. Unaona ni kiasi gani Kylian Mbappe aliingilia goli la 4 la kusawazisha, lakini VAR kaenda kuangalia kana sio goli. Pale waamuzi wanatakiwa wajifunze. VAR imelikata goli, Mbappe kaingilia mchezo. Kwa nini Amani pale Zanzibar VAR inakubali goli la Kibu kwa kuingilia mchezo? Ndio uone kwamba VAR Afrika hakuna. Yes. Asante sana. Mzee wangu. Wewe shabiki wa Simba. Kitu gani ambacho leo kinakusukuma sasa hivi uko hapo kwa sababu tunaona ongeza sauti Young Africans na JKT Tanzania? Mimi kilichonisukuma sana kwa sababu ni mpenzi wa mpira, ni mtu wa mpira. Mimi niko Simba lakini muona kama Yanga amekuja Tanga.
na kama mkuja Tanga Yanga tulikuwa tunaona kwenye TV tu. Karibu mwaka huu mzima Yanga na Simba sijakuja. Sasa kwa sababu mimi niko karibu, nimeona kama najishuhudia hii mechi, kwa sababu Yanga ni Watanzania wenzetu na mechi hii ni mechi kubwa na JKT. Lakini naamini mechi itakuwa ni nzuri na naamini nimekuja kuona burudani na Yanga anashinda anafungwa kwa namna ambavyo ulikuwa unamfuatilia. Yanga kwa timu aliyokuwa nayo, Yanga leo anashinda. Naweza kuwa niko Simba, lakini Yanga anashinda kwa sababu Yanga na timu nzuri. Kwa timu nzuri Yanga na timu nzuri kuliko hata timu yetu ya Simba. Hata ana timu nzuri kuliko hata timu ya Simba. Kwa kuchukulia ni Simba ana mbinu ila Yanga na timu nzuri. Simba ana mbinu ila Yanga na timu nzuri. Kwa kuchukua mchezaji mmoja kuanzia namba 1 mpaka namba 11, Yanga wako vizuri sana kuliko Simba. Simba labda msimu ujao atakuwa na timu nzuri sababu atakuwa na kina Mabululu. Za ndani zinatoa ujue. Ndio hizo ndio zipo lakini. Mimi nataka uniambie mchezo wa jana namna ambavyo mmecheza na Berkane. Watu wanasema shughuli yenu imeishia hapo. Shughuli ile pale haijaishia pale kwa sababu gani? Berkane ni wazuri sana, mabingwa wa Morocco wale. Na kama ni mabingwa wa Morocco wamefunga goli 2. Mimi jana najua wanafunga kama goli 5 6. Lakini hadi kile wanakosa goli 2 nikasema bana sasa hii mechi kama ingechezwa taifa. Sisi mechi tungeshinda. Benjamin, lakini kwa sababu nachezwa Zanzibar kidogo na mashaka. Wale jamaa wanaweza wakatuharibia. Lakini kama ingechezwa taifa wale Berkane sisi kutoka taifa pale kutoka hata siku moja. Simba pale wana mambo mengi sana. Kuna nini pale? Simba ile uwanja wa uzoefu umekuwa kama wao. Yaani basi ilibidi hata ule uwanja wa Simba. Lakini sasa kwa sababu ni uwanja wa taifa, kwa sababu ule uwanja vibe ya Simba wenyewe kwanza washabiki wana vibe yao. Alafu kama nilivyokuambia Simba ana mbinu kujua kwamba hapa si taifa hatoki mtu. Kwa ile kauli hatoki mtu, kwa hiyo ndio sasa ina nini hii? Ile kauli hatoki mtu ndio inahamasisha. Zanzibar kule tunakuwa kama ni wageni. Tunakuwa kama ni wageni kwa Zanzibar. Ndio.